Leo ni siku ya tarehe 14 Januari, siku iliyo na uzito wa kipekee katika historia ya wanawake na tiba ya uzazi ulimwenguni. Ni katika siku kama ya leo, tukio la kwanza la kitaalamu lililofanikiwa la mama mjamzito kuzalishwa kwa upasuaji lilitokea huko nchini Marekani na kurekodiwa katika kumbukumbu za matabibu ulimwenguni. Mnamo tarehe 14 Januari mwaka 1794 katika eneo la Frontier lililojulikana kama Virginia ya Magharibi wakati huo, lakini hivi sasa linaitwa Ohio nchini Marekani, daktari aitwaye Jesse Bennett alifanya upasuaji wa kumzalisha mama mjamzito aliyeitwa Elizabeth na kufanikiwa kuokoa maisha ya mama na mtoto. Na jambo la kufurahisha ni kuwa mwanamke huyu alikuwa ni mkewe. Kutokana na tukio hili kuongelewa kwa ukubwa katika jumuiya ya matabibu, liliaminika kuwa ndio tukio la kwanza ulimwenguni la mwanamke kujifungua kwa operesheni, kisha mama na mtoto wote wakatoka salama. Lakini baadaye kaja kujulikana kuwa tukio jingine la mwanamke kujifungua kwa operesheni na kufanikiwa lilifanyika mnamo mwaka 1500 huko Switzerland, likimhusisha mtu aliyeitwa Jacob Neuffer ambaye pia alimfanyia upasuaji mkewe ambaye alipitiliza miezi 9 ya kujifungua. Matukio haya yanaonekana kuwa ya kipekee, si kwa sababu yalifanyika wakati ya kukuwa na ganzi wala dawa za kisasa, bali ni kutokana na matokeo yake, yaani mama na mtoto kutoka salama. Halikuwa jambo dogo, kwani miaka ya kabla hapo upasuaji ulifanyika ili tu kumwokoa mtoto aliye tumboni baada ya mama kufariki katika mchakato wa kujifungua. Kwa wengi wetu tunaoishi katika ulimwengu wa kisasa, ni ngumu kuamini kuwa upasuaji huu ulitumika tu kumwokoa mtoto baada ya mama kufariki, kwani wengi tumezoea mama na mtoto kutoka salama. Lakini ushahidi wa hilo unapatikana kwenye neno la kitaalamu linalotumika kuelezea mchakato huu. Mchakato wa kuzaa kwa upasuaji au operesheni kama wengi tulivyozoea kuita kwa kimombo au kitaalamu unaitwa cesarean section au C-section kwa kifupi. Historia inaeleza kuwa neno cesarean lilitoka katika kipindi cha utawala wa Julius Caesar, aliyekuwa mtawala wa himaya ya Kirumi, ambaye aliamuru wanawake waliofariki wakati wa kujifungua wapasuliwe ili angalau kumwokoa mtoto. Hivyo kutoka kwenye jina la Caesar ndipo likatoka neno cesarean. Hata baada ya mchakato huu kufanikiwa na kuanza kutumika kuokoa maisha ya mama na mtoto, ilichukua miaka zaidi ya 200 kwa wanawake wajawazito kuanza kupigwa nusu kaputi na dawa za kupunguza maumivu wakati wa upasuaji. Kwa sasa dunia imeenda mbali katika utaalamu wa uzazi kwa njia ya upasuaji, na mamilioni ya wanawake kila mwaka wanajifungua kwa njia hii. Lakini bado siku ya tarehe 14 Januari inabaki kuwa siku ya kukumbukwa katika eneo hili. Mimi naitwa Justin Shedi. Endelea kusikiliza Vitamini Asubuhi ya 94.7 Elo Lama FM.